بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Ewe nabii,
Mtakapowapa talaka wanawake, basi wapeni talaka katika wakati wa eda zao, na fanyeni hisabu ya eda, na mcheni Mwenyezi Mungu Mola wenu mlezi. Msiwatoe katika nyumba zao, wala wasitoke wenyewe, ila wakifanya jambo la uchafu ulio wazi. Hiyo ndiyo mipaka ya Mwenyezi Mungu, msiikiuke. Na mwenye kuikiuka mipaka ya Mwenyezi Mungu, basi amejidhulumu nafsi yake. Hujui, labda Mwenyezi Mungu ataleta jambo jingine baada ya haya. Basi wanapofikia muda wao, ima warejeeni mwaweke kwa wema, au farikianeni nao kwa wema. Na mshuhudishe mashahidi wawili waadilifu miongoni mwenu, na simamisheni ushahidi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Hivyo ndivyo anavyoagizwa anayemwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho, na anayemcha Mwenyezi Mungu humtengezea njia ya kutokea, na humruzuku kwa jiha asiyotazamia, na anayemtegemea Mwenyezi Mungu yeye humtosha. Hakika Mwenyezi Mungu anatimiza amri yake. Mwenyezi Mungu kajalia kila kitu na kipimo chake. Na wale waliosita hedhi miongoni mwa wanawake wenu, ikiwa mnayoshaka, basi muda wa eda yao ni miezi 3, pamoja na ambao hawapati hedhi, na wenye mimba eda yao mpaka watakapozaa. Na anayemcha Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu humfanyia mambo yake kuwa mepesi. Hiyo ni amri ya Mwenyezi Mungu amekuteremshieni. Na anayemcha Mwenyezi Mungu atamfutia maovu yake, na atampa ujira mkubwa. Wawekeni humo humo mnamokaa nyinyi kwa kadiri ya pato lenu, wala msiwaletee madhara kwa dhiki. Na wakiwa wana mimba wagharimieni mpaka wajifungue. Na wakikunyonyesheeni, basi wapeni ujira wao, na shaurianeni kwa wema. Na mkiona uzito kati yenu, basi amnyonyeshee mwanamke mwingine. Mwenye wasaa atoe kadiri ya wasaa wake, na mwenye dhiki atoe katika alichompa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu hamkalifishi mtu ila kwa kadiri ya alichompa. Mwenyezi Mungu atajalia baada ya dhiki faraji. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Suratul Talaq imeteremka Madina. Sura hii inaeleza baadhi ya hukumu za talaka na eda na namna zake na hukumu zake tangu kubaki mwenye eda katika nyumba aliyopewa talaka ndani yake, na wajibu wa kumtazama kwa matumizi na maskani. Na kati ya hukumu hizi, kama ilivyo mwendo wa Qur'an, ipo ahadi kwa mwenye kufuata amri za Mwenyezi Mungu, na onyo kwa mwenye kukiuka mipaka yake. Kisha sura imeashiria malipo ya wenye kutakabar wakakataa kutimiza amri za Mwenyezi Mungu na watume wake, na ikahitimisha sura kwa kuwahimiza waumini wamche Mwenyezi Mungu na kuwakumbusha neema za kuwapelekea mtume anayewasomea aya za Mwenyezi Mungu ili awatoe kwenye giza kwende kwenye mwangaza, na kwa uweza wake Mwenyezi Mungu kuziumba mbingu 7 na katika ardhi mfano wa hizo. Ewe nabii, mkitaka kuwapa talaka wanawake, basi wapeni talaka kwa kukabiliana na eda zao, yaani wakati wa tahara kabla ya kuingilia. Na idhibitini eda, na mcheni Mwenyezi Mungu Mola wenu mlezi. Msiwatoe watalaka katika nyumba zao walimopewa talaka, wasitoke humo ila ikiwa wamefanya kitendo kichafu wazi. Hukumu hizo zilizotangulia ni alama za Mwenyezi Mungu, amezifanya ni sharia kwa waja wake. Na mwenye kukiuka mipaka Mwenyezi Mungu, basi amejidhulumu nafsi yake. Hujui, pengine Mwenyezi Mungu labda ataleta jambo zilitarajia baada ya talaka hiyo, na wakapendana. Wakikaribia walioachwa mwisho wa eda zao, warejeni mkae nao kwa wema na ihsani, au farikianeni nao bila madhara. Na washuhudisheni kuwarejea na kufarikiana watu wawili waadilifu miongoni mwenu. Na toeni ushahidi kwa mujibu wake kwa kumsafia Mwenyezi Mungu. Hayo mlioamrishwa ndiyo na waidiwa mwenye kumwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho.
na mwenye kumhofu Mwenyezi Mungu akazishika amri zake na akaepuka makatazo yake, atamjalia njia ya kutokana na kila dhiki, na atamtengenezea sababu za kupata riziki kwa jiha ambazo hata hazimpitikii katika fikra zake. Na mwenye kumwachia mambo yake yote Mwenyezi Mungu, basi yeye ni mwenye kumtosha, hana haja ya mwingine. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kutimiza litakalo, ni mwenye kutekeleza lipendalo. Amejalia kila kitu na wakati wake, wala haupitikii na kipimo hakivuki. Na wenye eda ya talaka miongoni ya wanawake waliosita kuingia miezini kwa utu uzima, kama hawajui wahisabu vipi eda yao, basi eda yao ni miezi 3. Na wale ambao hawaingii hedhi kabisa ni kadhalika. Na wenye mimba eda yao inakwisha wanapojifungua. Na mwenye kumcha Mwenyezi Mungu na akazitimiza hukumu zake, Mwenyezi Mungu atamsahilishia mambo yake. Sharia hizo ni amri ya Mwenyezi Mungu, si ya mwinginewe. Amekuteremshieni yeye, na mwenye kumcha Mwenyezi Mungu kwa kuzihifadhi hukumu zake humfutia makosa yake, na akayafanya makubwa malipo yake. Wawekeni wanawake walio mwedani humo humo katika nyumba zenu kwa kadiri ya uwezo wenu, wala msiwaletee madhara yoyote, huwaletea dhiki katika maskani. Na ikiwa wana mimba, basi watoleeni gharama za kuwakimu mpaka wazae. Wakikunyonyosheni watoto wenu hao wa talaka, basi wapeni ujira wao. Na amrishaneni mambo mazuri ya kusameheana na kuacha kutaabishana. Na ikitokea kati yenu dhiki na tabu, basi baba atafute mnyonyeshaji mwingine badala ya mama aliachwa. Atowe mwenye nafasi nzuri ya riziki kwa mujibu alichokunjuliwa na Mwenyezi Mungu, na mwenye dhiki apato atowe kwa kadiri alichompa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu hamkalifishi mtu ila kwa mujibu alichompa. Mwenyezi Mungu atajalia baada ya dhiki faraji. وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَن يُؤْمِن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Na miji mingapi iliyovunja amri ya Mola wake mlezi na mitume wake, basi tulihisabia hisabu ngumu na tukaiadhibu kwa adhabu kali.
basi ikauonja ubaya wa mambo yake, na mwisho wa mambo yao ilikuwa hasara. Mwenyezi Mungu aliwaandalia adhabu kali, basi mcheni Mwenyezi Mungu enyi wenye akili mlioamini. Hakika Mwenyezi Mungu amekuteremshieni ukumbusho. Mtume anayekusomeeni aya za Mwenyezi Mungu zinazobainisha, ili kuwatoa walioamini na wakatenda mema kutoka gizani kuwapeleka kwenye nuru. Na mwenye kumwamini Mwenyezi Mungu na akatenda mema, atamuingiza katika bustani zipitazo mito kati yake, wadumu humo milele. Mwenyezi Mungu amekwisha mpa riziki nzuri. Mwenyezi Mungu ni yule ambaye ameziumba mbingu 7 na ardhi kwa mfano wa hizo. Amri zake zinashuka baina yao, ili mjue kwamba Mwenyezi Mungu ni mwenye uweza juu ya kila kitu, na kwamba Mwenyezi Mungu amekizunguka kila kitu ukijua vilivyo kwa elimu yake. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Na miji mingi ambayo watu wake wamefanya ujabari na wakapuuza amri ya Mola wao mlezi na mitume wake, tukaihisabia kwa hisabu kali kwa kuchungua kila walilolitenda na kujadiliana nao, na tukawaadhibu adhabu ya kuchusha iliyo mbaya. Wakakugumia malipo maovu ya mambo yao, na ukawa mwisho wa mambo yao ni kuhasiri kukubwa mno. Mwenyezi Mungu amewaandalia watu wa miji ya watu waliofanya ujabari adhabu ya mwisho wa ukali. Basi tahadharini na ghadhabu ya Mwenyezi Mungu, enyi wenye akili sawa, ambao mnasifika kwa imani. Amekuteremshieni mtu mwenye utukufu na cheo, mtume anayekusomeni aya za Mwenyezi Mungu zenye kukubainishieni baina yaliyo kweli na ya uongo, ili awatoe walioamini na wakatenda mema kutoka kwenye giza la upotovu kwenda kwenye mwangaza wa hidaya. Na mwenye kumsadiki Mwenyezi Mungu na akatenda vitendo vyema, atamtia katika bustani zinazopita kati yake mito, watakaa humo milele. Mwenyezi Mungu kamfanyia ihsani muumini mwema kwa kumpa riziki iliyo njema. Mwenyezi Mungu peke yake ndiye aliyeumba mbingu 7 na ardhi mfano wa hizo. Amri yake inapita kote, ili mjue kwamba Mwenyezi Mungu ni mtimilivu wa uweza, na kwamba Mwenyezi Mungu amevizunguka vitu vyote kwa ujuzi wake.